Mimi salamu zangu za mwisho nazifikisha kwa rais wetu, Mheshimiwa rais wetu William Ruto. Twakuomba suala hili la kutayataya na kutotora masala yanayofungamana na sheria, hasa sheria yetu, twakuomba uliangalie kwa mtazamo wa mbali sana. Twakuomba Mheshimiwa Rais, hili suala aliangalie kwa mtazamo wa mbali sana. Nikisema kwa mtazamo wa mbali sana, ni kwamba kabla haijatokea hatari ya michafuko ya kidini katika Kenya yetu, na hilo hatulitaki, twalikimbia. Kabla haijatokea michafuko ya kidini katika Kenya yetu, tumekaa kwa amani. Uislamu umetuamrisha kila mmoja aheshimu dini ya mwenzake, na twajaribu sisi kuheshimu dini zote. Lakini pia Uislamu haukutuambia wakati dini yetu yatiwa mikono na kutaywa na kuchafuliwa, Uislamu umetuambia hapo tusinyamaze, na hatutanyamaza. Hofu kubwa Mheshimiwa Rais ni hiyo ya kuletwa mchafuko wa kidini, na hili twalikimbia, na inshallah halitatokea. Na tuko na imani kubwa sana Mheshimiwa Rais wetu atalipokea ombi letu hili kwa hali ya juu na mazingatio ya juu kabisa. Wassalamu alaikum. Nukta ya kwanza, twaiambia mahakama ya Kenya pamoja na mahakimu wake waache kutokwa na maneno ya madharau na maneno ya kejeli juu ya Uislamu wetu. Hilo ni la kwanza. La pili nililo nalo mimi, naiambia mahakama na Muislamu na asiyekuwa Muislamu aelewe ya kwamba hili suala la sisi kurithi ni nidhamu na ni sheria ya Mungu ambaye kwamba ni Mungu wa Waislamu na ni Mungu wa Wakristo. Hii ni sheria yake. Mungu subhanahu wa ta'ala akaileta sharia ya wiratha kwa nidhamu mzuri sana. Nidhamu yenyewe namna ilivyo mzuri, mpaka mahakama ya Kenya ikaikubali nidhamu hii, ikaiweka katika kanuni zao. Uzuri wa sheria hii ikakubalika katika kanuni za Kikenya, mpaka leo moja katika kazi za makadhi walioko maofisini kwenye Kenya yetu ni suala la mirathi. Sasa la kusikitisha ni kwamba, au la kusikitisha ni kuwa huu more na hasira na ghadhabu tunazotiwa kwa wasiokuwa sisi kuligusa jambo kama hili, wallahi ni ghadhabu wametutia na ni more wametutia, kwa sababu ya kutayataya na kuchafua sheria ambayo kwamba sisi tumeamrishwa tuitetee mpaka kufa. Ndugu zangu wema Waislamu popote mulipo, tunataka tuelewe na tuwaeleze wasiokuwa sisi wa Kristo ya kwamba dini yetu ya Kiislamu imetuamuru kuheshimu dini zote. Uislamu umetuambia tuheshimu dini ya isiyokuwa yetu, na wasiokuwa na dini yetu waheshimu dini yetu. Hii ndio nidhamu yetu sisi Waislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu
wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wala sitoi tafsiri na wakatafudhe tafsiri wenyewe, lakini nasimama mahala hapa tu. Mwenyezi Mungu ametumia kauli lakum dinukum waliyadin. Nyinyi muna misimamo ya dini yenu, musingiliwe, na sisi tuna misimamo ya dini yetu, tusingiliwe. Kila mmoja asimame, aheshimu msimamo wa dini ya mwenzake. La mwisho, sielewi mimi ni lipi linalotafutwa na mahakama ya Kenya na mahakimu kwenye hili jambo, kwa sababu nawaambia wazi, sheria ya Mungu ni sheria ambayo kwamba inamlinda kila mwanadamu. Wacha kumlinda Muislamu, sheria ya Mungu inamlinda kila mwanadamu, awe Mkristo awe Muislamu. Kwenye suala hili la watoto wa nje ya ndoa na watoto wa ndani ya ndoa warithi sawa, warithishe sawa sawa, sijui wanalolitafuta ni lipi kwenye masala haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka hili kwa hikima yake. Na dini zote mbili nawaambia ni lazima likubali suala hili kwa hoja moja tu. Suala hili likikubalika ya kwamba mwana wa nje ya ndoa azini, ni mahakama ya Kenya yaamrisha kuzidisha uzinifu na uchafu. Hii ndio maana yake. Maana yake ni kwamba watu wazini kwa wingi, upuzi uzidi, ukosefu wa nidhamu katika nchi izidi. Na sisi hili hatutolikubali sisi, watakulikubali sisi. Hata dini isiyokuwa yetu, hatotokea hata mmoja katika viongozi wa dini isiyokuwa yetu au katika viongozi wa dini wa Kikristo watuambie ya kwamba zinaa kwao ni halali. Hakuna hiyo. Zinaa ni haramu kwa dini zote, na wote wanakubali kwamba hili suala la haramu. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.